unahitaji mtu. Bwana asifiwe. Maisha ya kukaa hivyo peke yako hivyo, unakufa na shida zako, naweza ikakuletea shida. Nahitaji mtu unaweza ukauliza swali. Nahitaji mtu unaweza ukamuuliza, na hapa naweza nikafanya nini? Na unauliza maswali. Mungu akikupea mtu, uliza maswali bila mchezo. Bwana asifiwe. Hizi wakati tunaendaga na mke wangu, tunakutana na wale ambao huwa wanatupea mentorship ya ministry. Mimi naulizanga maswali bila mchezo. Naulizanga maswali. Naweza kaa hapo 3 hours nikikuuliza maswali. Sitakangi mchezo. Nataka kujua maono yangu vizuri. Nataka kujua mahali ninaenda. Na kwa sababu wewe uko na experience ya mambo ya huduma, nimepata mtu wa kuuliza swali. Nauliza. Hallelujah. Na Mungu akupe mtu mzuri ambaye unaweza ukakaa naye hapo mpaka giza ingie. Sisi tunafukuzangwa na giza ama masaa. Mimi kwangu, because napenda kujua. Na hiyo ndio tabia yangu kutoka mwanzo. Hata wakati nilipoanza kukua, hata wale watoto tuko hapa na mko shule, usisome tu kengele ya break ikipigwa tu wendi nikadishi, unakimbia. Wakati mwingine unauliza mwalimu maswali. Hata unamfuata yule alikuwa anawasomesha, kama kuna mahali uliza. Ni njia ya kujua na ni njia ya kuerevuka. Bwana asifiwe. Mambo ya huduma, wale wanajifundisha keyboard na mambo za huduma na nini, na ukiona ya kwamba mtu huyu ako mbele yangu kidogo, muulize maswali. Kuwa na muda na yeye. Hiyo imenisaidia. Bwana asifiwe. Imenisaidia kumfuata Kristo, kukaa kwa Kristo, kufuatilia mambo ya huduma, kujijenga. Na nikiangalia ninaona tunaenda vizuri. Kwa sababu pia yule mtu anaweza kosa kuelewa shida zako usipoongea. Ni wewe unaongea. Kwanza ukijua ya kwamba shetani anakutarget sana na uko na kitu cha dhamana na shetani angependa sana kupoteza, kuwa na mtu unaweza ukauliza swali. Hallelujah. Kitabu cha Methali, tusome neno la mwisho 13 verse number 20. Proverbs 13 verse 20. Inasema hivi: enenda pamoja na wenye hekima. Enenda pamoja na wenye hekima, nawe utakuwa na hekima. Nawe utakuwa na hekima. Bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Bali rafiki wa wapumbavu ataumia. Kuna mtu unaweza ukatembea pia na yeye, maisha yako na destiny yako ikaumia. Na kuna mtu unaweza ukatembea na yeye na ukawa na hekima na kila unachofanya kikafaulu. 27 verse 17. Hapo tu. Inasema hivi: chuma hunoa chuma. Chuma hunoa chuma. Ndivyo mtu aunoavyo uso wa rafiki yake. Hivyo ndivyo mtu anavyounoa uso wa jirani yake. Kwa hivyo unahitaji mtu anaweza akakuzungumzia mambo ya hekima, anaweza akakujenga, anaweza akakuambia. Unajua tunaishi kizazi ambacho watu wanangojea tu wakati mwingine kuota.
Ama tunangojea nabii. Mtu akuje akwambie wewe unaitwa so and so. Kwenu ni mahali fulani. Jirani yako ndiye anakuroga. Aenda hapo nyuma ya nyumba, ufukue na jembe, utatoa socks. Hallelujah. Tunaishi nyakati ambazo watu wanangojea pia Mungu akuje na njia zile wao wanataka. Lakini unaweza kuja ukauliza hata Yeremia swali na akakupea majibu na maisha yako ikapona milele na milele. Hatima yako ikapona kile kinakusumbua. Pengine hata majibu yako haiko mbali, iko tu hapa na iko na jirani yako. Bible inasema chuma hunoa chuma. Hivyo ndivyo mtu anavyonoa uso wa jirani yake. Unahitaji mtu kwa hii safari. Tusimame mbele za Bwana. Tumwambie Bwana tunakuhitaji katika kizazi chetu, tunakataa roho ya kupotea. Tunatamani kusimama kutembea sawa sawa na mapenzi yako. Jesus. Tunakuabudu, tunasema wastahili. Wewe ndiye kimbilio letu Bwana. Wewe ndiye kimbilio letu Bwana. Wewe ndiye zaidi ya kila jambo Bwana. Tunalitukuza na kuinua jina lako. Ningependa umwabudu Bwana siku ya leo. Ambia Bwana ninapenda nikujue.